Katika dunia ya leo, watu wengi hupima upendo kwa mambo tunayofanyana, lakini Daniel na Melody Ekirapa wanaonyesha kwamba upendo wa kweli ni kuhusu jinsi tulivyo kwa kila mmoja wetu. Kwa wanandoa wenye ulemavu, mapenzi hayapo kama yanavyoonyeshwa kwenye matangazo ama maigizo, lakini kwao wanaamini kuwa upendo wa kweli hauzingatii ukamilifu, bali yanajali kuelewana na kuzoeana. Sisi huwa tunajiita The Ekirapas. Sisi ni content creator. Nafanya kwa biashara kadogo hapo kando pia. Mimi naitwa Melody Morara. I have cerebral palsy and I also do advocacy pale TikTok. Safari yao ya mapenzi ilianza kama zilivyo hadithi nyingi za mapenzi. Watu wawili walikutana, mazungumzo yakaanza, vicheko vikafuatia kabla ya kugundua kuwa kuna kitu cha ziada na cha kipekee kati yao. Tulikutana pale high school, nilikuwa nasoma pale Bungoma. High school yenyewe iko pale Bungoma. So nilikuwa nasoma kwa hiyo shule, so akakuja kama transferred student. So hapo ndo tukakutana na yeye. So hapo ndo nikamapproach, nikamuuliza kama tunaweza Hapana, uliniambia nikuje barua. Nikashangaa barua gani. So I was so eager to know. Yeah. And then so hapo hivyo sasa ndo after amenifuata kutafuta barua, ndo nikamuuliza kama unaweza kuwa pamoja. Okay, akaniambia itamuaffect kwa masomo yake. Nikamwambia it's not a must to date shule. Wewe nikubali, tutaendelea after tumemaliza shule. Sasa hapo hivyo ndo tukasikizana na yeye. Nikamkatia kaingia box. So after high school kaendelea. Beye tu amesema, nilimwambia ngoje tumalize shule kwanza. Nilikuwa na hiyo mentality ya nikienda shule sitaidate. The focus, yeah. Mara nyingi tunaambiwa kuwa upendo ni hisia tu, lakini kwetu sisi Ekirapas, upendo ni dhana iliyopangwa, ni namna kuibuni upya dunia ili iwafae wapenda nao. Mimi nilikuwa naishi pale Eldoret, yeye alikuwa anakaa Nairobi. Sasa hiyo distance relationship tulijaribu but ikafika mahali yeye akaanza ku give up. So ikabidi ni move kuja Nairobi nione vile nda survive. Juu PLD nilikuwa pia natafuta kazi lakini ile ilikuwa inapatikana. So nikamwacha ni move Nairobi nione nafanya nini. Ndio nika move Nairobi, akaniunganishia na mjengo pale Wetegi. Yeah. So after nilifanya kwa mjengo, yeye alikuwa bado yuko shule. So alitangulia kwenda college. So yako college, mimi na solasol pale kwa mjengo. Ndio nitatafuta pesa ndio ni join pia shule. Kwa hiyo familia zao zilikuwa na mtazamo gani kuhusu uhusiano wao? Mara ya kwanza mzazi alinikataza, akaniambia kama unataka kuchezea msichana afadhali umwambie mapema kabla mjifika mbali. Nikamwambia mimi niko naye serious. Akaniambia kama uko serious na yeye endelea naye. Na kama uko serious, kama unajua tutamchezea mtamwacha hapo mbeleni, mwambie mapema na muachane saa hii. Ndio isikuje kamuhati. Na hivyo ndio niliambiwa. So ndio mimi nikamwambia mimi niko serious na yeye. Akasema ni sawa, mimi sina shida na nyinyi. Melody, wazazi wako hawana shida. Yeah. Walikubali? Yeah. As long as I'm safe with him, they're okay. Kila safari inapanda shuka zake, na hata safari yao ya mapenzi haikusazwa. Jamii mara nyingi na kawaida ya kupandikiza hofu na wasiwasi kwa wale wanaothubutu kuwa tofauti, lakini mioyo yao iliendelea kushikamana licha ya yote. Unakunga na challenge sometimes, juu unaweza toka hivi maybe umeenda shughuli zako, then huyu amesema twende kwa ile duka unibaia soda, then the time unaenda kwa hiyo duka, huyo mtu wa duka kitu cha kwanza anatoa 10 bob, anasema shika.
na mje kuja kuomba. Mimi nimekuja kutafuta hiyo service hapo. Hiyo inakuwa challenge. Then tena ku access gari. Kitambo tu apate gari yenye tambio. For example, maybe nataka kwenda Ruiru. So inafaa atoke mapema ndo apate hiyo gari juu si watu wote watambeba. Unaona? Maybe apate ule driver mwenye ameguza ama conductor. Conductor anaweza kubali, driver katae. Ama driver kubali, conductor katae. Unaona? So lazima upate ule conductor na driver wakubali wote. Ama hata mwenye atakubeba yes, but atalipisha pia winch. Anakuambia hii gari unalipia. So mtavutana naye kwa gari, lazima tu utalipia. Upendo si uruwi wa maua, na changamoto za ndani mara nyingi hufika bila onyo. Lakini Daniel na Melody wanakabiliana nazo kwa kuelewana, kuzungumza kwa moyo wazi na kushikamana hata wakati dunia inapowatazama kwa mshangao. Huwa tunagomana, but tunasolve. Tuna identify mistake penye imetokea, then tunatafuta nini ndio ilisababisha hiyo mistake, kitu kama hiyo, then tunasolve, tunasikilizana. Yeah. After all wagombanao ndio wapendana. Alafu pia mimi kenye nasemanga hakuna relationship perfect. Kila relationship iko na challenge zake. Na relationship inataka mvumiliane na you understand each other. Lakini upendo wa kweli haufichiki, haujibani na haunyimi. Unasimama thabiti, unaendana na mabadiliko, unakuwa na kuenea. Akina Kirapas wamefurahia nyakati za utamu zenye kumbukumbu zisizosahaulika. Our first date, tulienda Garden City, enjoy. Though tukuwa na pesa, tulikulanga keki na yogurt. Yeah, but nilienjoy. Mimi ni ile siku yenye nilikuwa namaliza exam, so yeye akapanda gari akakuja kunisindikiza, yani kunitoa shule sasa. Kisha kikaja kipindi cha changamoto iliyobeba zawadi ndani yake, ujauzito, kipindi cha uzazi ambao ulikuja kupima uwepo, malezi, uwezo wa kimwili na upendo wa familia hii changa. When nilijua niko pregnant, I was very happy, but it was 50-50 because nilikuwa naofia na mamangu atanikomanisha, but when I accept, sijajua when I accept. Juu sistangu mdogo ndiye alimwambianga I'm pregnant. So akaniuliza mbona wezi niambia, akamwambia nilikuwa naogopa. So that is how it was. My pregnancy journey ilikuwa na challenges, yes. First trimester, second trimester ndio nilikuja kusikia like I have the energy to do anything. Juu first trimester nilikuwa nalala, naamka, natapika. Yeah. And then challenge ingine, mimi nilificha mimba hadi dakika mwisho. Juu nilikuwa navaa ponjo, ongea notice. And then sijui Mungu alijua like alinipatia kababu kadogo. So mtu mwenye ange notice kwa barabara angenisengenya. Akasema ona ule kiwete yako na mimba. Ni kama first time kwenda clinic. Kufika hospitali wakaona kuna hiyo kitabia papo. Kila mtu akajua. And then to will cause that I was 2 months. And then like anashanga. Kila mtu anageuka na shanga, kwani mtu anazishika mimba? Maana ya neno hilo. Ingawa moyo wake ulijaa hofu pale Melody alipohitaji kwenda kujifungua, aliendelea kushikilia imani kwa dhati kwamba kila kitu kitakuwa sawa. Before ingia alikuwa anatetemeka. Unajua sana ile ni rumors of smoking ingia theater ni life and death, kitu kama hiyo. Sana kwanga you scared.
So sasa ndio tulikuwa tunampatia moyo, akasema you'll make it. Yeah. So that akaingia, akatoka. Na sikuwa nimwambia that time, sikuwa nimeambia mama yake msichana ameingia theater. Ndio aliniambia nimwambie sasa ameshaingia. So mimi nikangoja ile time ametoka. Ndio nikampigia simu nikasema Melody ameingia na ametoka. So hiyo ni mimi akasema nitumie picha. Mtumie picha, mama yake akashtuka. Ndio alikuwa anakala kama ameenda. Yaani alikuwa tu. Ndio ile dawa yenye nilidungwa. Sikudungwa ile ya mgongo ya huku chini. Nilidungwa kwa mkono ikaingia kwa mwili nikaenda tu. Sasa hiyo nilikuwa na hiyo fear guy. Msichana yeye anafanya. Hata sikuwa nataka kuitisha mtoto at that time. Mtoto aliachwa pale kwa theater ndani. Huyu ndo alitangulia kukuja. Sasa nimekaa na yeye ndio nikaona sasa hiyo reaction, sasa ndio nikaitisha mtoto. Yeah. Katika siku hii ya wapendanao, hadithi yao inatufundisha jambo moja: upendo hauhitaji kuwa mkamilifu, bali uwe na nguvu ya ukweli. Heri ya siku ya wapendanao. Happy Valentine's Day. My advice ni si mtu, ukiona mtu maybe ako disable, si ati hawezi fanya vitu zingine. For example kama Melody, akalia ulicha watu wanaonanga maybe ajuezi kabisa, unaona. Lakini akiwa hapo kwa nyumba ni kama tu normal person, juu everything wanajifanyia mwenyewe. Juu most of the time mimi sikuangi around. Yeah. So yeye ndo namwachanga kwa nyumba, so anajifanyia kila kitu. Give them chance. Yeah. Mpatie that opportunity. And disability is not inability. People should not see how you look. They should give you a chance. I always say that, yes, I have cerebral palsy, but cerebral palsy does not define me. Kwa sababu mwisho wa kwisha, upendo hauhusiani na kuwa mkamilifu, ni jinsi tu tunavyojitolea kwa ukamilifu kwa wale tunaowapenda. Heri ya siku ya wapendanao. Babe, ninakupenda. You're the best person to stay with. And you're my everything. I will always love you. And with passion, hata kama tunapitia challenges, tuta overcome at the end of it. Yeah. Yeah. Happy Valentine. Happy to. Melody, mimi nakupenda sana. Yeah, na sijaipata msichana mrembo kama wewe. Yeah. Actually, you mean a lot to me. Yeah. Thank you so much for staying with me despite all those challenges. Yeah, umevumilia. Usi give up. Sawa. I love you so much. Happy Valentine. Happy Valentine. Thank you. Be my